nikifundisha leo after Thanksgiving Day, Sunday hiyo nyingine inafuata, bado nitafundisha hiyo topic. Nataka kunena about the inner man, ama the inner person, ama the inner strength, ama nguvu ya ndani, mtu wa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa ndani. Katika maisha tunayoishi, kunaye mtu wa ndani ndani yako. Kuna mtu wa ndani. Katika kila gari, kama nilivyotangulia hapa, kunayo undani ambao ni engine. Unapata gari ndani, unaweza dharau gari, lakini ukiingia ndani unapata mtu akikwambia kwa Kikuyu, ungeona utaona gari hana urugira dhini. Ni kwa sababu ya undani. Hauwezi pata lori ambayo ni mzee KZX. Na mimi nimenunua ka premium juzi ka KDC 123Q. Nimetembea nayo kwa barabara, nimeona lori ambayo sijui kama umeona lori ambayo inaenda hivi kwa upande. Na ngoja dhieta mbele, lakini inaenda hivi na side. Alafu niseme gari yangu ni mpya na hii ni KZQ, nipigane nayo. Wapendo wa Mungu, hata kakiwa kagari kampya, katabondwa na mtakuja kunizika. Kwa nini? Gari yangu haina nguvu, lakini ile gari ina nguvu. Ukipatana na lori inabeba mchanga, inabeba mawe, hata pickup inabeba. Lakini pickup haiwezi beba kiasi ambacho lori itabeba. Na kama itabebeshwa, ikifika kwa mlima ile pickup itabidi kusukumwa, kwa sababu engine haina nguvu. Wapendo wa Mungu, enda kwa pikipiki. Hata pikipiki, kuna pikipiki aina ya Boxer na pikipiki aina ya Shinari. Hata sisi zake ni tofauti. Pikipiki ya Captain na Shinari ndio unapata inabeba watu 5 kwa pikipiki moja hivi. Lakini ka Boxer, kama mimi tumekuja watu 4 kwa hii pikipiki. Kama ingekuwa Boxer, wapendo wa Mungu, singeweza. Kwa nini? Ile pikipiki vile imeundwa haina nguvu. Nitawaambia kitu kingine. Kunayo mnyama ambaye anaitwa ndovu. Ndovu hukaa miezi 18, 18 months after ameconceive, kisha anazaa. That is 1.5 year. Mimi ninalisha sungura. Sungura inakaa mwezi moja, siku 28 inapata tutoto. Lakini hata kama inapata tutoto, ninaringa sana kwa sababu niko na kazungura kanazaa watoto 12. Kengine kanazaa 6. Hii yenye inazaa watoto 12, kama inaweza lea watoto. Na sungura iko na uwezo wa kila mwezi kupata watoto. Kila mwezi. Kwa hivyo from January to October, hiyo ni miezi 10. Hao ni watoto 120. Watoto wa sungura. Within 1 year niko na watoto 124. Bwana Yesu asifiwe. Ndovu bado imebeba ile mimba. Kwa nini sungura isibebe kama ndovu? 1, because of the inner capacity, ama ile uwezo wa ndani haiwezi hold ndovu. Kwa nini ndovu isipate tusungura? Kwa sababu ndovu sio sungura. Haleluya. Na pia ndovu, mtoto wake akishazaliwa, sungura inaweza pata ndovu na imwambia, wewe ndovu umeishi kutudanganya. Wewe tangu Januari umetuambia uko na mimba. Sasa tuko December haujapata. Angalia familia yangu ni tutoto 120. Wewe mwenyewe unatudanganya. Sungura itaenda the next year na itapata tutoto. Lakini wakati ndovu itapata yule mtoto
akizaliwa tusungura tote tule 120 tuwekwe kwa gunia. Katoto kasungura kadogo kaangukie pale. Tule tutoto tutabunjika. Why? The inner strength, the inner power. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini ninasema haya mpendwa? Kwa sababu wewe mpendwa umeumbwa na Mungu. You can increase your capacity. Your inner capacity kubeba baraka nyingi sana. Kuna mtu unaweza ona ni katoto, lakini unasikia mtu akisema hata kama unaona ni mtoto, huyo ni mtu aliye na maarifa. Ni mtu aliye na uwezo. Huyo ni mtu ako na Mungu sana. Kwa nini? The inner power, the inner capacity. Kama binadamu tunapata the inner power wakati tuko katika nyikani. When we are in the wilderness, hapo ndipo tunapata nguvu na uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati utajipata katika jangwa, katika mahali hakuna mtu ambaye anakupenda, hakuna mtu anataka hadithi zako, hapo ndipo unapata nguvu. Omodo haha amewahi jipata mahali, amewahi pitia kwa uchungu. Mungu anakufanya upatane na mtu anapitia ile hali ulipitia. Unamwambia wacha kushtuka, hata mimi nilipitia hapo na nimeona Mungu na ni mimi nimesimama hapo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikutengeneza, Mungu alikubali upitie pale na akakuweka uwezo, akakutia nguvu ili ukaweze kuempower mtu. Maono haya mnaona sio rahisi. Nimekuwa nyikani, nimekuwa jangwani nikililia Mungu since 2017 kutafuta uso wa Bwana. 2017 kutafuta uso wa Bwana. 2018 December ndipo Bwana akaninenea. December baada ya miaka miwili. 2018 imeisha. 2019 imeisha. 2020 ndio tumepata uwanja. Mpendwa ni nini? Ni kwa sababu Mungu lazima increase your capacity ya kubeba neno lake. Kuna mtu ambaye angependa kuinuliwa na Mungu, ndiyo. Lakini do you have the capacity of carrying God's blessings? Unao uwezo wa kubeba kile unataka. Hata mwanajeshi anapoenda training, askari yeyote anapoenda training, mwalimu yeyote, daktari yeyote anapoenda training, anaenda kutengenezwa abebe capacity ya kusaidia watu. Bwana Yesu asifiwe. Kunazo clip mingi zimewekwa katika mitandao. Unapata mwanajeshi anaingia katika matope. Mwanajeshi amebeba bag kubwa sana. Anatengenezwa, anakuwa built inside apate muscles. Ndipo unapata kuna vijana unawapata kwa gym wakichukua chuma. Ni nini anafanya? Ni inner strength, ni capacity, ni uwezo, ni nguvu anapata, anajitia nguvu kwa sababu ya kesho yake. Wapendwa, spiritually tunahitaji to increase our capacity, tupate nguvu. Mtu wetu wa ndani tumtie nguvu tuweze kuendelea. Kuna watu watashindwa kwa sababu mtu wa ndani hana uwezo. Wakati wa COVID kuna watu wamebackslide kwa sababu the inner person hakuwa na nguvu, hakuwa na uwezo. Kama kuna wakati nimehubiri sana ni wakati wa corona. Wakati wa corona nimehubiri sana. Nimehubiri sana. Daily kwa kanisa. Nimetoa vipasa sauti nje nikihubiri. Nikiombea watu katika kijiji. Mungu wande amenionyesha watu wamejaa kanisa nikiwa nimepanga viti. Na nikaambia watu pigia Bwana Yesu makofi. Kumaliza nikajipata niko peke yangu, nikajiuliza nilikuwa naambia nani apige makofi. After a short while ndipo Mungu aliniletea watu ambao walikuwa wamekalia zile viti. Nilipokosa kuenda morning devotion nikijiombea for 1 week. Watu walinitafuta kuniuliza ni nini iliendelea. Kwani muendi kanisa? Unajua unaona tuhubiria asubuhi. Ni wewe unatutia nguvu asubuhi. Ni nini? The inner power. The inner strength, the inner person. Mtu wako wa ndani ukimwempower. When you empower your inner person, hata mtu wako wa nje atapata nguvu. Wakati uko fasting, in the book of Matthew chapter 4, Yesu ameenda fasting.
ameingia katika maombezi for 40 days and 40 nights, bila chakula, bila maji. Ametoka fasting. Shetani amekuja kiroho, kwa sababu shetani hakuja literally. Kiroho shetani amemletea, amekuja akamwambia, if you are the son of God, badilisha hili jiwe liwe mkate. Yesu akamwambia, binadamu haishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. The inner power. Mwili wa Yesu ulikuwa mdhaifu. Nyama zake hazina nguvu, nyama zake hazina uwezo, lakini the inner person is strong. Mtu wa ndani ana nguvu, mtu wa ndani hawezi angushwa. Yeyote atakayeingia katika fasting ya siku moja ama siku mbili ama one night, kwa sababu fasting sio kutokula. Fasting ni kujinyima chochote unachopenda. Unaweza sema leo haulali, wewe mwili leo haulali pale, leo unapiga hapa, unalala hapa flat na gunia, unatandika gunia, unalala, utalala hapo. Acha nikwambie, mwili jambo la kwanza inakujanga inakwambia, sikiza, utahisi baridi. Sikumenyesha. Ni mwili inakwambia sikumenyesha. Baridi utapatana nayo. Na wewe unaangalia na kweli kumenyesha. Baridi ndio hiyo. Wacha hivyo. Mwili inaanzanga kusense baridi kabla hata uingie hata ukiingia kwa kitanda. Mwili inakwambia imagine vile ungeteseka. Lakini unaambia mwili, hisi hiyo baridi, lala hapa. Tukiomba, mtu wa ndani anafurahia, anapiga makofi, tunataka hivyo, tupate nguvu. Mwili unaleta shida. Wakati mwingine haukuli, unasema kesho the whole day sitakuwa fasting. Mwili inakuita mkutano, inakuamsha saa 9. Inakuita mkutano haraka, inakuambia unaenda fasting. Fasting. Seriously. Hautakula? Hautakula? Ukinywa chai kanini? Kachai kidogo tu. Unamwambia unashtukia unapata mkate iko. Ndio mkate. Utakula kidogo? Watu wanachukua mkate, unakuja mgeni, unampea mkate, alafu nyingine unachukua, unakula. Mwili inafurahia maisha. Mwili wako ndani anakuuliza, hakika ulikuwa ukule. Ni kwa nini? Mwili wako wa nje ukipata nyama utatenda vile unataka. Niliwaambia mwili wako wa nje, tukiweza uliza kila mtu, mwili wako unahisi tunaweza hubiri tukiwa tukifanya nini? I tell you, unaweza sikia mtu akisema tutengeneze swimming pool. Unahubiri tukiwa kwa swimming pool tukiswim. Bora tu speaker tunasikia mahubiri. Mwingine anasema soda, kila mtu soda. Ni mwili. Mwili wa nje, kiroho, mwili wa ndani anakuwa empowered, anasema hapana, hakuna kitu. Neno peke yake, maombi, tuombe tuende nyumbani. The inner person. Mtu wako wa ndani ukimtia nguvu, utafanya mambo makubwa. Wafuasi wa Yesu, Wafarisayo wamekuja wakauliza Yesu, wanafunzi wako hawanawi mikono wakikula. Hawanawi. Na akawaambia, si nyinyi mnaosha vikombe ndani na nje si safi? Mnaosha nje na ndani si safi? Aliwaambia, mtu wenu wa nje Yesu mmemfeed, amekula, lakini ndani si kusafi, ni kuchafu. Ni kuchafu. Wapendwa, hata nikiwa nimevalia hivi na nimekuwa a whole week barua, nimesweat, nivalie suti, hata nikipita hapa, wapendwa, mtajua huyo daneza hapa hakuoga. Kwa nini? Kwa sababu mtu wa ndani ana reflect, anaudhihirisha huyu mtu si msafi. Yes, umevalia vizuri, lakini ndani wewe ni mchafu. Mtu wetu wa ndani tukimtia nguvu, wapendwa, tutainua milima, tutaangusha mabonde, tutainua watu. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa tuweze kusoma neno la Bwana katika kitabu cha 1 John, Yohana wa kwanza, mlango wa 4 mstari wa 4. John wa mbele. Kutoka kwa Revelation huko nyuma kabisa, Revelation urudi hivyo pole pole juu utampata.
Yohana wa kwanza. Kuna Ufunuo wa Yohana na kuna First John. First John, Second John, that John. Nataka First John. Ukitoka tu Revelation, kutoka nyuma kabisa. Ukitoka Revelation unaingia Jude. Kuingia Jude, that John. Second John, First John. First John chapter 4 verse 4. First John chapter 4 verse 4. Mstari wa 4, Biblia ya Kiswahili inasema hivi: ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Yeye aliye ndani yenu ni mkubwa. Ni nani huyo aliye mkubwa ndani yenu? Ni Mungu. Wakati utafahamu Mungu ni mkubwa na uwe naye ndani, utashinda ulimwengu. Na huyu Mungu ni nani? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kwa hivyo huyu aliye Mungu ni neno la Mungu. Ukiwa na hii ndani yako, every day unaweza jifunga. Unasoma 3 chapters daily, a whole year utasoma Biblia mzima. Utasoma Biblia mzima. Kama utasoma 3 chapters a day, utasoma Biblia mzima. Kwa sababu the whole Bible iko na 1189 chapters, utaimaliza. Ukidivide na whole year, utaimaliza. Moja asubuhi, chapter hiyo nyingine saa 7, chapter hiyo nyingine ukienda kulala. Unapofili na lile neno, una increase your capacity. Kwa sababu kuna kitu moja nimekuja kurealize. Mungu hawezi kuletea kitu usicho na capacity ya kukihold. Niko na swali. Mungu anaweza kupea basi ukiwa kwa plot ya wenyewe? Mungu anaweza kupea ng'ombe 100 ukiwa kwa plot? Hauwezi. Kwa nini? Hakuna capacity ya kuhold zile ng'ombe. Until utakaponunua shamba uweze kuweka zile ng'ombe pale, Mungu atazibariki. Likewise to our spiritual life. Your spiritual life matters a lot. If you increase your capacity, Mungu ataachilia baraka zinazotoshana na ile capacity. The question is, tunaambia Mungu ninahitaji 20,000. Do you have the capacity ya kuhold your 20,000? Unio ukana uwezo kweli? Kijana mmoja amekuta babake amemwambia, dadi, mimi nigawie mali yangu yote. Kijana hakuwa na capacity ya kurithi. Ameenda ametumia mali yake yote. Mwishowe ameanza kula na nguruwe. Kisha akakumbuka, wafanya kazi wako kwa babangu anakula, mimi niko hapa ninaumia nakula na nguruwe. Ni kwa nini? Kwa sababu capacity yake amerealize, if it's now ningeweza kutumia zile pesa vizuri. Ndiposa ninakula na nguruwe kwa sababu nilizitumia vibaya. Ni kwa nini wapendwa? Ni kwa sababu capacity yake ilikuwa akae na baba yake, atumie mali akiwa kwa baba yake. Babake atamwekea mipaka, usiende na hii pesa, usiende na hii gari. Juzi kijana kama baba mzazi ameshikwa kwa sababu ya katoto kadogo kako na gari V8 TX kubwa sana kanaendesha kwa barabara. Ameshikwa. Kwa nini? Because one ni under age. Ni kwa sababu hana capacity, hana uwezo wa kuendesha lile gari. Hana uwezo wa kucontrol ile gari. Kiroho kuna watu waliombia Mungu, mimi nataka hii. Mungu akaangalia akaona wewe hauna capacity. Akakwambia omba kitu kingine. Wewe mpendo, angalia ile maombi unaomba sana kila usiku. Do you have the capacity? Uko na hiyo uwezo, wewe no hoti. Kuna hiyo capacity, sijui nitatumia nini? Hiyo size
ya kuhold hiyo baraka unataka Mungu akubariki nayo? Unayo hiyo baraka? Unao uwezo? Tumelilia Mungu tukiomba. Samueli amelia akiombea Saul. 1 Samuel chapter 14 or chapter 15. Mungu akakuta Samuel akamwambia, okera we dhambe, amka uoge, kwa sababu nimemkataa Saul. Saul mimi nimemkataa. Saul hana capacity ya kuongoza wana wa Israeli. Chapter 16 ametuma Samuel kwa nyumba ya Jesse, anamwambia nimejipatia mtu pale. Kwa nini? Daudi ameishi kichakani akichunga mali, akichunga kondoo za babake. Ndugu zake wako vita, but they have no capacity ya kurithi. Lakini David anaangalia kondoo, hawezi acha kondoo. Simba imekuja, badala ya kutoroka okoe moyo wake, anakuta simba okoe moyo wako mwana kondoo. Dubu amekuja, ameshika kondoo. Daudi hatoroki okoe maisha yake, kwa sababu babake akona kondoo mingi. Hiyo ikikuliwa haina shida. Sikiza, Mungu wa Daudi anaenda anashika ile kondoo, anainyakua, anaua dubu. Aigetu kujeure muthena mburi nyingi, akona kondoo mingi, kondoo 100. Hiyo ikikuliwa, wacha hizi zingine nipeleke nyumbani. Mungu akaona huyu ndiye aliye na moyo wangu wa kuangalia wana wa Israeli, wa kuchunga, wa kuongoza watu. Daudi Mungu ameingia ndani ya babake Jesse, baba ya Daudi. Akamwambia, tuma Daudi aende akaangalie ndugu zake. Daudi amefika pale, amesikia sauti ya Goliath. Ile sauti ikamwasha sana. Akasema, Mungu anadhihakiwa. Wafilisti wasiotahiri, kipiki mzima kinatusi Mungu. Never. Daudi akasema, mimi nitapigana. Ndugu zake wakaanza kumkemea wakimwambia, uliachia nani kondoo? Daudi akawaambia, kuna mtu niliachia. Responsibility. Kuna mtu niliachia. Aangalie zile kondoo.